katika kuwasomesha watoto wetu wakajua nasaba ya Mtume. Ndugu yetu Alifu akaona labda walimu sisi tunashughulika na kutafuta riziki sana. Akaona ndugu yetu Alifu akaona afanye jambo moja. Kwa mwezi huu katika madrasa zilizokuwepo hapa, tuna madrasa ngapi tulisema? 9 Kwa sababu tumefeli, akaona labda walimu tumehangaika na kutafuta riziki. Akaona sasa yeye kwa mwezi huu ailipe kila madrasa 50,000. Takbir! Zilizokuwepo hapa. Madrasa zilizokuwepo hapa. Na hilo kabla hatujamkaribisha mgeni wetu rasmi ambaye atazungumza, niombe kila mwalimu wa madrasa mmoja aje hapa. Islamia wanaondoka. Islamia mjitahidi mwalimu, kwa sababu tuna jambo jingine mambo yatakayoendelea. Hasania Al-Karim Sabiria mshaka mfugoni. Swadiqul Amin Nuru Mustafa wiki wasi ni pwani. Al-Haddad mnisamehe. Nilijua mnisamehe. Aswaliwe Mtume Muhammad. Walimu wa madrasa zima michukua hiyo. Yalofanywa na kiongozi wetu huyu, walimu wa madrasa zima mejitika hiyo, mejitwisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunaomba utulivu. Lakini sina kuzungumza. Nafasi niliyopewa ni kumsimamisha mwakilishi kutoka Dar es Salaam, makao makuu BAKWATA Tanzania, anayemwakilisha mwenyekiti wa baraza la maulama Sheikh Mataka. Kwa hiyo Profesa Nurdin Mangochi leo hapa yupo kwa kofia hiyo na amekuja kwa ajili hiyo. Kwa hiyo nawaombeni hadhira itulie, ili akishasimama yeye asipate tena muda wa kuanza kufanya kazi ya kutuliza. Walimu wa madaris, wewe Abdul, tafadhali. Walimu wa madaris, Muhammad Profesa Nurdin wa Mangochi. Yako mengi katikati na malizia lile la mwisho nangaruio. Fala tafadhali mashukuru. Simama uzungumze na hadhira hii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijawahi kuvaa joo likapendeza kama anavyopendeza Mtume Muhammad, ila leo. Siku zote ninakuwa shehe wa mkoa wa Mtwara. Leo
naomba mujilazimishe mnione natoka Dar es Salaam. Sio dhihaka, ni kweli kabisa. Mpango wetu Msanga Mkuu ilikuwa mgeni rasmi swahaba, mgeni rasmi awe Ustadhi Mheshimiwa Hamisi Mataka wa Dar es Salaam makao makuu. Ndio mpango wetu ulikuwa hivyo, lakini kwa sababu zisizoweza kuzuilika, basi amenikabidhi mimi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ofisi ya Mufti ikanitoa mimi kwa simu. Kwa hiyo hapa nikaona nimetoka Dar es Salaam, lazima nibadilike, nisiwe wa Mtwara. Na nyinyi badilikeni, muone kwamba utaratibu wetu umetimia. Yule mgeni rasmi Bwana Hamisi Mataka kutoka yeye ni mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA, halmashauri kuu, yeye Tanzania nzima. Ndio tulikuwa shekhe wangu tulikuwa tumempanga tuje naye aje hapa, lakini huko makao makuu ni makao makuu. Sasa kuna mambo mengi kule makuu, na haya pia ni makuu. Kwa hiyo kivazi chetu kinakuwa cha kikuu namna hii. Sallu ala nabi. Basi mimi nimeona raha tangu niumbwe kuambiwa wewe unakuwa unawakilisha ofisi ya Mufti Tanzania. Kama ingekuwa wewe ingekuwaje? Ungeona raha namna yake. Tulikatia joo hili unaliona, na usisubutu kutoka joo hili hapa bila vyeo vyetu vya makao makuu. Makao makuu ni lazima tunampa tiketi ya ndege kuja hapa. Makao makuu lazima tunampa nyumba ya kuja hapa, anapotoka anapewa bahasha. Kwa hiyo mngekosea hivi, mimi nitakataa siku nyingine. Mtakaa wenyewe. Na hapa ni hasa mahali pa bahasha. Mtu amekosa ndio anapewa hela, angalia. Akipata itakuwaje? Amekosa tu. Tena mtihani huo unawajia walimu. Nini walimu nyinyi ndio mlioulizwa. Sasa ungesogea pale ukajibu wewe mwalimu. Lakini wewe na wanafunzi wako nyote mkakaa kimya. Mwanafunzi hajakosea. Aliyekosea mwalimu, kwa mujibu darasa nililoliona hapa hili. Nikiambiwa mimi ni hukumu, ninasema hivi, darasa hili la walimu hawa watoto wameonewa, na ndio maana Arifu akawapa wale watoto wale. Hivyo sijui kama watoto watapata walimu ambao wao ndio pata kuhudhuria. Mimi siwezi kusema nikuona ajabu. Maana maneno mazuri kama hivi inazimikaje taa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakati wa miaka 12 alipata kuhudhuria kikao cha Makuraishi. Haya, sikiliza vizuri hapo. Alipata kuhudhuria kikao cha Makuraishi, na nyinyi mashehe wangu mnapata maneno haya kwenye sira hii, inaitwa Hilful Fudhuli. Ukasome hapo. Hilful Fudhuli maana yake ni kwamba
natoa mfano wa hapa Msanga Mkuu hapa. Ikawa mtu amekuja na biashara yake, mtu fulani akanunua biashara ile, halafu asimpe pesa, ndio kuamua kulia bwana Bakari, unaniona mimi nimedhulumiwa. Bwana Saidi akawataja wengi, niokoeni, mimi nilikuja hapa na miogo yangu, amechukua mzee yule, akamtaja mzee fulani. Wale watu wa Maka, wale Makuraishi wakaenda, hebu tumsikize kwanza ni nani kwani huyu. Wakaenda mmoja mmoja mpaka pale wakamsikiliza, wakagundua kwamba amedhulumiwa mali yake. Alikuja ni mfanya biashara, lakini ule bwana mchezo wake mjini Maka pale kudhulumu tu, anachukua hela atoi, anachukua hela atoi, miogo anachukua, madafu anachukua, kila kitu anachukua, lakini senti moja atoi. Yeye anaitwa Nzela Aswi. Kwanza jina lake tu lina maana Aswi. Aswi kutegemea kitu tena, mtu wenyewe Aswi. Jina lake ni hilo, bwana huyo mwenye kudhulumu. Basi wakakubaliana kwamba waende kwa Nzela Aswi wakachukue bidhaa zile, wampe yule jamaa, wampe mwenyewe. Huyu Muhammad wala ajui kama ni ana miaka 12 tu, ajui kama ni mtume, atakuwa mtume wala nini, ni mtu tu kijana. Basi tu mlaulau akaingia katika kusikiza yani mikutano ya watu. Wakaenda wakachukua mali na halafu wakampa yule mwenye mali yake, akafurahi sana, huyo akaondoka. Sasa wale watu wa Maka, wale Makuraishi walifanya vile, wakakubaliana kwamba Maka hii hapa au Msanga Mkuu hapa, Msanga Mkuu hapa kusipatikane mtu yoyote wa kudhulumiwa, iwe ni mtoto wa Msanga Mkuu au anatoka Makonde huko. Akisikiwa tu mtu huyu amekuja hapa akadhulumiwa, basi mpango wetu ni huu, kwenda kumchapa mpaka mali ya watu atoe. Basi wakaondoka. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akasikiliza, akaona hapa pana jambo hili, yani maneno haya maneno ya kweli kabisa, haya ya kuondosha dhuluma. Au nyinyi mnasemaje? Kuondosha dhuluma katika kijiji kama hiki, alafu mkakubaliana kwamba atakaye kuja hapa akadhulumu hapa, ikiwa ni mtoto wa Msanga Mkuu, atujali hilo, tutamchapa. Natoka nje sehemu za Umwerani huko, tutamchapa. Nyinyi mnaonaje hili? Zuri. Na Mtume aliliona hili. Si jamani, swali ala nabii. Si tuko mahala kwa Mtume hapa. Ni bora ukasikia maneno ya Mtume. Utulie usikie Mtume mwenyewe huyu. Mbona umeshacheza dufu jamani? Mbona umeshadhikiri pondo na umeshapata 50? Sio kutulia. Mahala pa Mtume usikie Mtume mwenyewe yalimkuta nini. Kama kuna kitu cha kuiga uige saa zile zile. Unaona, ulikuwa kitu ukijui ujifunze saa ile ile. Ndio babu. Basi ikawa hivyo. Akasema Mtume kwamba mimi nilitamani kabisa
na mimi ningepata mfugo na mimi nikafuga kama wenzangu hao. Najua mahala pa amani hapa. Nitamani kabisa. Kwa sababu hapana dhuluma hapa. Na walau udia bihi wenzangu kuja kusema maneno yaliyonyooka namna hii, yani ya haki, mtu asidhulumiwe. Maneno haya ndio aliyasema tena Mtume Muhammad sallallahu kwenye hija yake, hijatul wadai. Alisema, mimi jamani siji tena hapa, nitakufa. Kwa hiyo nakuachieni mambo hapa. Hakuna kudhulumiana, msidhulumiane. Moja. Lakini hapa akina mama hawa muangalie. Unaona? Hayo. Na dhuluma hii ndio ile pale. Akasema mengi pamoja, lakini nimekuachieni kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qurani. Sasa kitabu hiki ndio kilichomliza Sheikh Jamali. Kitabu hiki akieleweki, mbona ametuachia Mtume? Kushindwa tu kusema Muhammadi baba yake ni Abdallah, alafu babu yake Abdul Muttalib. Kushindwa namna hii ni kwaje? Basi hata mwalimu inaweza kana atashindwa. Mzee Jamali msifu mtihani angewaaibisha walimu. Amezunguka akaambia wanafunzi, kumbe sio. Nyinyi kwenda kujua hivi. Yeye mmejua kweli, anauliza wanafunzi kweli? Basi sahaba, wewe unajua hivi kweli? Hata alikuwa amezunguka tu shehe wangu, anawakusudia walimu, anasema kwamba pamoja na raha hizi za dufu na nai na ghasia, yani mradi basi mkiweza kufasiliana itakuwa raha. Maneno yake mazuri, ametuzindua kama alivyosema Sheikh Abdallah hapa kwamba uoni tena Sheikh Jamali hilo, na kama alivyoshindilia Sheikh wangu kule Bwana Arifu kwamba ngoja mimi niwape hii, wataogopa hawa. Sasa mimi mmenifurahisha kwa niaba ya wenzangu Mufti na Mataka, na mimi nikienda huko nitakwenda kusema kwamba jamaa kule waliweka janga hilo la kikatili kweli kweli. Manake wewe tafsiri yako imeanza kwa shekhe wangu Mayani pale. Yeye yule alisema hivi, lazima ubadilishe utaratibu wa kusomesha. Kama ulikuwa unamchapa mtoto, acha kumchapa, tafuta njia nyingine, ndio usulubu. Yani usulubu, yani njia, taratibu. Ukiona sio lazima ule anasema tabati yada bila bi wa tabo. Sasa wewe fimbo tu, hapana, katakata kwanza. Tabati asema hivi, yada abi lahabi wa tabba hivi, lakini sio fimbo. Ndio tunasema kwamba tukisomeshana tusomeshane kama jua na upepo. Ndio mniulize heri kwaje? Mnaona? Mniulize tusomeshane kama mtindo wa jua na upepo. Siku moja jua na upepo wakasema tumvue yule Mangochi kutoka Dar es Salaam, lile joo lile. Nani ataweza kumvua yule? Upepo ukasema mimi, ukavuma kwa nguvu, ikawa mimi nimeshikia tu, alitoki. Ukavuma kutoka mashariki, mimi nimeshikia nayo, naanguka nayo, na koti alitoki. Unavuma kutoka magharibi huko upepo, lakini mimi koti ninalo tu, na joo ninalo, naanguka nalo, natoka nalo. Sisi wale upepo huyo ni kuvunja miti yote na kuvuma pote pale, ghasia mabati yanatoa manyumba mote. Haya,
bwana akashindwa, koti lile alikuvuka. Akaja bwana Jua. Jua kila mtu kwetu Umwerani. Sasa mimi nimesema toka Dar es Salaam wa Umwerani. Awasikia neno kule si Wazaramu. Sasa mimi toka Dar es Salaam sijaikagi kweli. Lakini Wamwera wanaita mchenje asubuhi, ule moto wa asubuhi, yani ile jua likitoka kule linaitwa mchenje. Unalifuata kabisa, yani mwisho wa miogo pale umesimama umekaa, linakugonga ngongoni huko na koti lako unalo. Ikifika saa 4 imezidi unatoa koti unabaki na shati unakuwa nalo lile. Ikifika saa 5 shati unatoa hivyo, fulana utatoa, kila inapozidi jua lile fulana utatoa, mpaka utabaki unakimbilia ndani, nguo zote zimekwisha. Ameshinda nani? Ameshinda nani? Jua. Kwa hiyo unatakiwa unapowasomesha watu usomeshe kama jua, pole pole, sio kama sio upepo mabavu, kupiga tu watoto wanachojua hakuna. Taratibu kama jua. Usika mchenje, alafu nakaa kidogo unatoa koti linatoka, shati linatoka, kanzu linatoka, fulana linatoka, usikia, na nguo nyingine zote toka mpaka utaona aibu. Unakimbilia ndani. Usikia neno. Kwa hiyo ni tarbia, malezi. Wanafunzi msomeshane kwa mtindo huo. Ndio huyo maneno shehe wangu ameyasema. Na hayo ndio akafanya mtihani babu huyu. Lakini nani mwingine alisema mwingine nani? Bweta. Yeye huyo amesema kama alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anawaita, aina Abubakar, wewe njoo hapa, toa hela hapa. Msikia? Aina Umar, alikuwa anaita namna hii, anawaita. Siku hizi ukimwita kwa jina, siku hizi amekasirika. Wewe watu wote ukuwaona ila mimi tu. Ule mtindo uzuri. Kwa hiyo Bweta amebweta vizuri. Shafahamu maneno. Unajua kama wewe unafanya majumuisho kama mimi hapa najumuisha, sheti ujue hayo ulesema wenzio hao. Unaona? Wewe usiongeze yako. Ukimaliza majumuisho, hutuba imekwisha, umekaa kimya. Yale. Jamani, shikamaneni na haya. Sasa taona mwisho unajumuisha, mmesikia shehe wangu huyu, mmesikia huyu, basi shikeni haya. Unamaliza. Shafahamu. Alafu akaja babu Mzee bin Abdalla bin Ali. Yeye akaja akasema hebu nikumbushe. Umkumbusheni ile dogo tu moja tu. Yeye akasema ukitaka kitu cha kupenda ni kumpenda Mtume tu basi. Unaona? Sasa huyu nani? Huyu ni mnangoja nini kwa huyu mgeni rasmi? Mgeni rasmi mnangoja majumuisho. Sasa baada ya kusema hayo, wasia wangu sasa mimi, shikeni haya wale sema hawa mashehe zangu hadi. Ndio la kwanza hili. Na mkitaka la pili linakuja. Liko hivi. Wa abyadha. Unaona? Neno hilo. Wa abyadha. Ndio kama mjini pale. Sasa watu wote wakamwendea huyu
mzee huyu, hebu twende tukaombe mvua, ukame umezidi. Ndio akamchukua kijana wake, akaja akamweka katika ukuta kwenye nyumba, akaegemea, akasema watu wote wa mjini hapa wanataka mvua. Sasa wewe endelea hapo kijana, omba dua. Akaomba dua yeye, mtoto mdogo, wala hajawa mtume. Hawakutoka pale, ile mvua ilinyesha. Ndio Mtume Muhammad huyu, lakini amesema wa abyadha. Mtume Muhammad alikuwa mzuri kabisa, mweupe wa abyadha. Tena yustaska alghamamu biwajhihi, mvua watu wakaitaka, lakini kwa kupitia yeye, tawasuli. Unaona? Kwa hiyo kumbe Mtume Muhammad ni mzuri wa sura wa abyadha, lakini kumbe ana karama. Mvua ilinyesha. Sasa wewe mtu huyo, hakuna wa abyadha zaidi ya Mtume Muhammad ibn Abdullah. Yeye amekamilika tabia ile, umbo yenyewe ile nzuri ile. Yeye hakuna anayepita yeye kwa uzuri, wote viumbe wote sisi kwa uzuri kuumbwa kabisa. Sisi wengine si unaona pua kama sufuria hataeleweki lakini yeye sio uzuri, akina al-anfi. Ukitaka kumsifu mtume ni hatari mwenye, wa innaka la ala khuluqin adhim. Hawa watu hawawezi kukusifu wewe. Wanakusifu wapi? Katika uzuri umewashinda. Wanakusifu wapi? Kwenye tabia umewashinda. Tabia kwani mtume alikuwa ipi? Mimi nikutajie kidogo tu. Simalul yatama, mayatima wote mkombozi wao yeye. Simalu. Tena sio hivyo tu, ismatun lil aramili, mkombozi tena kwa wajane. Haya, wewe ukimwendea mjane, amekuja watu wote wasema ananitongoza yule. Haya, kwa hiyo tumeachiwa kazi mbili, yatima. Tena yatima wa siku hizi wako aina mbili, yule ambaye hana baba. Lakini yule Shauki, Ahmad Shauki anasema hapana, huyo yatima wa kufiwa huyu, acha huyu. Yatima man lahu umun takhallat. Unaona, anaye mama anaye na baba anaye wote, lakini hawashughuliki kumsomesha huyu yatima. Kwa hiyo bwana Arifu uko wapi? Yatima wako wengi. Tembea mitaa humo, ukakuta watoto wale hawasomi, uwachukue uwasomeshe. Yatima sio kufiwa tu. Yatima mtu ana baba yake aswa na mama yake aswa, lakini asomeshwi, huyo ni yatima. Mshona maneno Na wajane akina mama wale, mimi niulize hapa katika hafla hii, wajane mupo? Mimi nasikiliza katika hafla hii hapa Msanga Mkuu, hapa nipo simama. Je, wajane mupo? Unaona?
Sasa hao ndio Mtume Muhammad alikuwa wakombozi wake. Tulipwawa muende asubuhi, nikitoka mimi hapa nianze mimi hawa na hatari hawa. Aismatun thimaru liyatama ismatun lil aramili. Naona wa abyadha yusaska alghamamu biwajihihi. Mvua inanyesha tuona mtule. Sasa jamani, mtu wa namna hiyo yenye miajuza namna hiyo huyu, tukimpenda wewe unasema mafaalahu rasulu si nini wala sahaba wala nani. Wewe umekwambia nani? Mbona mwenzetu maskini wa kuelewa? Sahaba akufanya sawa na Mtume akufanya sawa, ninafanya mimi hiyo. Je, kwani mimi ni kaidi? Huyo kweli huyo Mtume akufanya hayo, akusoma maulidi sawa, na sahaba akusoma maulidi haya, na tabiina wote akusoma. Nimekuambia hivi, maulidi nasoma mimi hapa Msanga Mkuu. Usichoelewa nini hapa wewe? Ni kama alivyosema Suyuti, yanasema hivi, qul, mwambie liman bata li hasidan, mwambie mtu aneni usudu huyo. Ukimwona mtu anakusudu, agizo limekuja kwamba ukamweleze yule anayekusudu. Ukimjua tu, halo wewe unaniusudu mimi, umekosa adabu. Atadiri ala man asa'ata al-adaba, unafahamu ule kosa adabu? Mimi sifahamu. Basi asa'ata ala Allahi, wewe umemkosea Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Liannaka lam tardha li ma wahaba, wewe haikupendezi haya nilepewa mimi haya. Mimi mwenzako nimepewa katibu kata, ndio utaki. Sasa mimi naweza fanyaje? Mimi Mungu amenipa, ameniambia katibu kata, ameniambia mimi si nani katibu tarafa, ndio ila kuchukia hayo. Kwa nini mimi? Wewe unanihusudu mimi, unakosea. Unamhusudu Mungu, akukupa wewe akanipa mimi. Mimi sikuandika barua chochote kile, mimi nilikalia tu ulimwengu hapa, nimeletwa sasa, nimepata hiki na kile na hicho na hicho, ndio kunihusudu mimi. Uona matata haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twende na mimi aya 2, twendeni na mimi aya 2. Mwende na mgeni rasmi aya 2, ndio mimi hapo. Usije ukasema Ngochi mgeni rasmi kutoka Dar es Salaam. Leo kuna mambo hapa, ushafahamu neno Aya ya kwanza inaitwa Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Unakwenda mpaka mbele. Aya ya kwanza hiyo, twende na hiyo. Aya ya pili, qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ndio aya ya pili. Twende hizo 2 tu. Sikiza aya hizi 2. Ile aya ya kwanza inahimiza usome. Usome dini, usome secular, biology ujue, physics, chemistry, ujue vitu hivi. Ile Iqra ile maana yake Mtume anaambiwa kwanza uweze kuongoza watu kama una elimu.
Ndio mtume huyu tunampenda sisi. Amepewa aya hizo mbili tu. Aya ya pili ile ni kwamba lazima ibada. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulamau. Ibada unazozitaka hizo hazikamiliki kama una elimu. Kwa hiyo jamani, chukueni hayo kwamba huyu tunempenda huyu ameambiwa na Mungu wake kwanza awe na elimu alipofika miaka 40. Kazi ya kuongoza watu ni kubwa, sio wadogo wadogo. Miaka 40 ndio anaambiwa ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hiyo mchukue elimu. Ndio tuagiza. Naagiza mimi hayo. Nimeagiza wajane, nimeagiza yatima kwenye maulidi haya. Sasa naongeza la tatu. Naagiza elimu ipatikane. Jamani, elimu hii, elimu ya kila jambo. Kama kuvua kuna elimu yake. Ukwezi wa minazi kuna elimu yake. Kulima kuna, yani hapo, yani kila elimu wewe usome tu. Hakuna kusema hivi mimi watoto wangu wote nataka wasome Kiarabu tu. Kiarabu gani? Kwanza hakuna maana kusoma. Ukitaka ujue kwamba hakuna maana, sema hivi watoto wangu wote nataka wasome Kimwera. Ndio nini? Kiarabu lugha tu ya watu. Au jambo usome Kiarabu, usome dini. Naelewa habari Basi watoto wangu mimi ni lazima nawafundisha Kiarabu. Kiarabu kija wala hajui. Unaona? Ile kusoma tabati yada abilahi anadhani anasoma Kiarabu. Sio pale. Pale hujasoma chochote Kiarabu pale. Pale unasoma dini. Ile kul huwallahu ili dini, sio Kiarabu. Shafahamu maneno Kusoma kama Kiarabu unasoma kama unavyosoma English. Unaelewa maneno Kwa hiyo hapa nakwambia kitu cha kwanza kabisa kitakacho kuokoa mjini hapa na kitakacho kusimamisha maulidi yako yaendelee ni kusoma. Kusoma huku ndiko huko kuliko mtu wa macho michozi bwana kubwa ile. Anaona yeye kujibiwa basi analia. Amechukua muda mrefu analia. Usikia? Anataka usome dini ndio maana yake. Halafu kumfa anzil mpaka mbele huko. Maana yake uwe na ibada. Haitakiwi hivi, uwe vitu hivyo. Ibada. Shafahamu maneno Ile ya kwanza ile elimu. Hiyo ya pili hiyo ibada. Yote manne. Na mambo hayo ukisoma wal asri innal insana la fi khusri illa alladhina amanu. Hapa unaona ibada hiyo, uwe na imani, Mungu mweke mbele. Alafu utapata waamilu salihati, amali, uwe na kazi. Waislamu hawatakiwi kuwa omba. Waamilu, uwe na kazi. Kazi gani? Salihati, kazi yote unajua wewe, lakini iwe kazi ya halali, kwa sababu innal halala bayin wa innal harama bayin bainahuma umuru mushtabihat. Vitu vya halali viko wazi, wewe utaki tu kufanya, ndio anavyosema Mtume. Vitu vya haramu viko wazi, wewe unavifanya tu, sio kama vijui. Usome. Alafu nakuja watawasau bil haqi, imizaneni mambo ya dini. Sheti uwe na dini. Hapa duniani unatakiwa umjue Mungu. Hapa duniani unatakiwa uwe na kazi. Hapa duniani unatakiwa uwe na dini.
lakini watawasau bisabri. Hapa duniani utakiwa mvumiliane, maana kushikamana katika dini barabara, kama hujavumilia kivumbi, unaweza ukafanya ibada siku 3 ukaacha kazi kweli kweli. Kwa hiyo uwe na subira, uvumilivu. Nini kama nataka mimi nimalize, munihakikishie nikuuzieni uko kumaliza, munipe mapesa kibao, ndio nitanyamaza. Wanaita maokoto. Mimi ni washukuru kwanza, namshukuru Allah alionipa fursa na kunipa nafasi ya kuwa mgeni rasmi kuteuliwa na mufti. Raha kweli kweli, namshukuru yeye. Lakini namshukuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa tabia zake nzuri na kwa wasia zake mzuri, ameweza kutukusanya. Na bahati nzuri kwenu, maneno yangu yote kuntu mazuri matupu. Wewe hujaona mvua ikinyesha, nyingine inafika katika vidimbwi wala itembei kwenda mbele. Mvua nyingine inafika katika mabwawa, ndizi za kwa nyingi. Mvua ile alafu nyingine kwenye mawe inateleza kwa chochote. Kwa hiyo mawaidha sisi tukiongea na kwa namna hiyo, kuna watu tayakamata. Kuna watu ndio kwanza naanza kusinzia. Sasa mimi sioni ajabu, mvua ndio inavyofanya. Mvua inanyesha tu jamani, wewe nyesha tu mvua. Mvua ingine katika yani katika miamba tu ijugwe, wewe upandi mtesa, lakini mvua ilinyesha upandi mahala pale jiwe tupu. Lakini mvua nyingine katika vidimbwi inabaki kidogo ile, sasa hata maji yenyewe uweze kunywa, maji yatembei. Lakini kuna mvua nyingine iko katika mabwawa kule, katika mashamba ya mpunga, mashamba kama Kitele kule, mpunga kibao. Mvua ile ile hatustaajabu ikawa sisi tumeongea wewe ukuelewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.